table, teachers, parents, graduates, remaining students, and other majority. Good afternoon. In front of you are the graduates of Ahava Secondary School 2025. Leo ni wahitimu wa kidato cha 4 mwaka 2025. And we are here tuko hapa mbele zenu for the performance kwa kuperform 2 experiments. Majaribio mawili ya kisayansi. The first experiment, jaribio la kwanza la kisayansi, will be detoxification experiment. Itakuwa ni jaribio la kuondoa sumu. And the second experiment, na jaribio la pili, it will be itakuwa preparation of oxygen gas. Maandalizi ya hewa ya oksijeni. Now, welcome everybody for observation. Karibuni kila mmoja kuangalia ambacho tunakileta mbele zenu. We are going to start with detoxification experiment. Tunaenda kuanza na jaribio la kwanza la kuondoa sumu. In this experiment, kwenye hili jaribio, we have few instruments we are going to use. Tuna vifaa vichache ambavyo vitaweza kutumika kwenye jaribio letu. We have goggles. Tuna goggles which we are going to use as the preventive object from harmful gas. Ambayo inaenda kutumika kama kifaa cha kuzuia hewa, cha kuzuia gesi kali kuingia kwenye mfumo wa hewa ndani ya mwili. Also we have mask. Pia kuna maski, which we are going to prevent our nose from breathing in the harmful gas. Ambayo inaenda kuzuia mapua yetu kuvuta hewa kali ndani ya mwili. Here we have some chemicals. Pia kuna baadhi ya kemikali ambazo zitatumika. We have potassium permanganate. Kuna potassium permanganate. We have powdered milk. Kuna maziwa ya unga. We have distilled water. Kuna maji yanayotumika maabara. We have gloves. Pia kuna gloves. These gloves, hizi gloves, we are going to use zinaenda kutumika so as to prevent kwa ajili ya kuzuia direct contact mwingiliano wa moja kwa moja with our hands with these harmful chemicals. Mikono yetu pamoja na hizi kemikali kali. So I ask my fellow chemists here who have not worn gloves, you can wear them. Thank you. Here we have beakers. Here tuna beakers. We are going to start our experiment as follows. Tunaenda kuanza jaribio letu kama ifuatavyo. Now, take a beaker. Yes, wear first the mask and goggles so as to prevent. Mwanze kwanza kuwear safety goggles na hizo mask kwa ajili ya kuzuia hewa kali kuingia. Okay, take a beaker. Chukua beaker. Then put 2 spoonfuls of potassium permanganate in that beaker. Weka vijiko viwili vilivyojaa vya potassium permanganate kwenye hiyo beaker uliyochukua mwanzoni. Yes, that's how you see. Kama mnavyoona, hiyo ni potassium permanganate. Yes, 2 spoonfuls of spatula with potassium permanganate is kept in the beaker. Wanaweka spatula 2 ambazo zimejaa kwenye beaker ambayo imeandaliwa mwanzoni.
Then after that, you take another beaker. Baada ya hapo bika lingine linachukuliwa, Put, weka, yes, put hydrogen peroxide in that beaker. weka hydrogen peroxide kwenye hilo bika mara ya kwanza. Let's close that bottle with reagent. Funga hilo chupa ambalo lina kemikali. Okay, now we are going to perform. You put that hydrogen peroxide in the chemical of potassium permanganate. Weka hydrogen peroxide kwenye bika ambayo umeweka potassium permanganate. Yes, as how you see, Kama mnavyoona hapa mbele. yes. Now this it is the preparation of oxygen gas. Hili ni jaribio la kwanza ambalo tumeandaa hewa ya oxygen. We have hydrogen peroxide here, Kuna hydrogen peroxide hapa mbele, which we have used it together with this chemical so as we can get the oxygen gas. ambayo imetumika pamoja na potassium permanganate ili kupata hewa ya oxygen. The oxygen gas is well known as an important gas in our daily life. Hewa ya oxygen ni hewa ambayo inajulikana kuwa muhimu sana kwa viumbe hai kwenye maisha yetu ya kila siku. It is the only gas which is used by living things as the form of respiration to produce energy in the body. Ni gesi pekee ambayo inatumika na viumbe hai kwa ajili ya upumuaji, pia kwa upumuaji moja kwa moja kwa kila kiumbe hai. This gas also is used in sewage treatment in our daily life. Pia oxygen gas inatumika kutibu uchafu mbalimbali ambao uko katika mazingira yetu yanayotuzunguka. Also, oxygen gas is used in welding, glass making and metal making. Pia hewa ya oxygen inatumika kwenye kutengeneza vyuma na pia vioo. Lastly, oxygen gas can be used as fuel in rockets. Mwisho, hewa ya oxygen inaweza kutumika kwenye roketi. So this is the end of our preparation for the oxygen gas. Now we are going to prepare another experiment as follows. Huo ni mwisho wa jaribio letu la sayansi la kwanza ambapo tunaandaa hewa ya oxygen. Tunaenda kuandaa jaribio la pili la sayansi. Now in this next experiment, Ni jaribio ambalo linafuata la sayansi. we are going to watch how detoxification occurs in our daily life and how it's wrongly done. Tunaenda kuangalia namna ambavyo sumu ambapo ikiingia mwilini inaweza kutolewa na pia inaweza kufanyika kupitia njia hizo. Now here we have powdered milk, Kuna maziwa ya unga, we have distilled water, kuna maji ambayo yanapatikana maabara, we have an empty beaker. kuna bika ambayo haina chochote ndani. Now we are going to make the solution of powdered milk. Tunaenda kutengeneza solution ya maziwa ya unga. You put 2 spoonfuls of powdered milk in the beaker. Unaweka vijiko viwili vilivyojaa kwenye bika. Yes, you can add also. Pia unaweza kuongeza zaidi ya vijiko viwili. Keep distilled water in the beaker. Kufuatiwa na maji ambayo yanapatikana maabara kwenye bika. Use glass rod to stir out the mixture.
Tumia glass load kukoroga mixture ambayo umechanganya maziwa ya unga pamoja na maji yanayopatikana maabara. Yes, proceed stirring until the powdered milk dissolves in that water. Endelea kukoroga mpaka unga wa maziwa ambapo utakuwa tayari umekuwa kama maziwa ya fresh. Yes. Now put 1 molar of hydrochloric acid in the beaker. Weka mola moja ya hydrochloric acid kwenye beaker ambayo umeandaa solution ya maziwa. We are using hydrochloric acid. Tunatumia hydrochloric acid as the form of among the contents in gastric juice of the human stomach, ambayo inapatikana tumboni kwa binadamu. Yes, 1 molar of hydrochloric acid, which is the normal concentration of human hydrochloric acid. Natumia mola moja kwenye solution kwa sababu ndio inayopatikana tumboni kwa binadamu. Then put spoonful of you have to add water there so as to dilute the acid. Unatakiwa kuongeza maji yanayopatikana maabara kwenye hydrochloric acid ili kupunguza makali. As you know, this is found in laboratory, so it is very concentrated. Kama tunavyojua inapatikana kwenye maabara, kwa ipo sana kwa kiasi kubwa. Inatakiwa kupunguzwa makali. Now we already have the dilute hydrochloric acid in front of us. Tayari kuna hydrochloric acid ambayo imepunguzwa makali. Put spoonful of spatula in that diluted hydrochloric acid. Weka kijiko kilichojaa kwenye ile hydrochloric acid ambayo tayari imepunguzwa makali. Yes. I'll add another one. Potassium permanganate is an example of poison which can be found in our environment. Potassium permanganate imetumika kwa sababu ni mojawapo ya sumu ambayo inaweza kupatikana kwenye mazingira yetu ya kila siku. Now watch careful what is going to occur in the human stomach when we use milk as the form of detoxifying this poison. Angalia vizuri ambacho kinaenda kutokea baada ya kutumia maziwa kama kutoa sumu mwilini. This is what occurs in the human stomach when you use milk for such kind of poisons. Hiki ambacho kinaonekana ndicho ambacho kitatokea endapo maziwa yatatumika kutibia sumu kali mwilini. Now in our environment, kwenye mazingira yetu, we have the strong poison and the weak poisons. Kuna sumu ambazo ni kali, pia zipo ambazo sio kali. Now in case of strong poisons like potassium permanganate, kwenye upande wa sumu kali kama potassium permanganate, we are not supposed to use milk as the method of first aid in detoxifying this poison. Hatutakiwi kutumia maziwa kama njia ya kutoa sumu mwilini unapokuwa imetumika potassium permanganate. Because in case we use milk as the form of detoxifying this poison, kwa sababu tutakapotumia maziwa kama njia ya kuondoa sumu mwilini ya potassium permanganate, this is what occurs in our stomach or liver. Kinachoonekana katika hiyo bika ndio kitakachoenda kutokea katika ini au tumbo. Because kwa sababu this potassium permanganate will dissolve in the blood vessels found in the liver. Kwa sababu potassium permanganate itaenda kwenye mishipa ya damu ambayo inapatikana katika ini la binadamu. So those blood vessels will clot the blood and coagulate them, which leads to the bursting of the blood vessels. Potassium permanganate itapelekea mishipa ya damu kuja kufanya kazi kwa sababu damu itaganda baada ya kuingiliwa na potassium permanganate. By then what is going to occur is the fatal death. Baada ya damu kuganda kwenye mishipa ya damu ambacho kitaenda kutokea ni kifo cha ghafla. So you can see what occurs in our bodies when we use first aid to the person who has inhaled or who has eaten poison which is unknown and is strong. Tunaweza kuona kwamba unapotumia maziwa
unapotumia maziwa kuondoa sumu ya potassium permanganate, inaweza kutokea kama inavyoonekana hapo katika hiyo picha mbele. So I advise you all who have entered in this hall for graduation party. Na washauri wote ambao mmefanikiwa kuhudhuria mahafali yetu ya siku ya leo. We are not supposed to use milk for any person who has eaten or has inhaled the poisoned substance. Hautakiwi kutumia maziwa kwa mtu ambaye amemeza au kuvuta sumu kali. Because the poison may be unknown to you and cause fatal death for person after the coagulation of blood in the blood vessels. Kwa sababu sumu inaweza kupelekea kifo cha ghafla baada ya mishipa ya damu kushindwa kufanya kazi. So when you are at home or anywhere you want to induce FSID to a person, unapokuwa mahali popote nyumbani au sehemu, identify the unknown the poison first before making the FSID. Tambua kwanza chanzo cha sumu kabla ya kutumia maziwa kuondoa sumu mwilini. Some of the poisons of home are like, baadhi ya sumu zinazopatikana nyumbani ni kama vile the detergent, vitu kama sabuni. We have the domestic ammonia which is used for cleaning sinks and the tiles. Kuna dawa ambazo zinaweza kutumika kusugulia vigae. All these can be the strong poison which cannot be induced FSID by using milk. Hiyo yote ni mifano ya sumu kali ambayo haiwezi kutolewa kwa kutumia maziwa mwilini. So we are supposed to visit the nearby health facility so as we can get the solution for such problem. Kwa hiyo tunatakiwa kutembelea kituo cha afya ambacho kipo karibu kwa ajili ya kuweza kuondoa sumu na sio kutumia maziwa moja kwa moja. Thank you for listening. Asanteni kwa kusikiliza. These experiments have been prepared by Nancy Yusufu. Hili jaribio limeandaliwa na Nancy Yusufu, Rachel Andrew, Christopher Nyahina, Hosea Yare. All these are the graduates of Form 4 Ahava Secondary School 2025. Wote hawa sisi ni wahitimu wa kidato cha 4 kwa mwaka 2025. And these are just some of what we are learning in Ahava Secondary School. Na hii ni mifano ambayo tumejifunza ndani ya miaka 4 kwa kipindi ambacho tumekuwa mahali hapa shuleni. So we advise all parents and all guardians who have visited here that Ahava is the best place for you to bring your children so as they get the best education and knowledge of different things in our daily life. Tunawashauri wazazi na walezi ambao wamehudhuria mahafali yetu ya siku ya leo kuwaleta watoto mahali hapa kwa sababu ni sehemu muhimu ya kujifunzia mambo mbalimbali kama tunavyoona hapa kwa vitendo. Thank you. Asanteni.